بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa haya ya sira ya Bwana Mtume na tumefika katika ule mwaka wa 6. Taban vita ama matukio yalikuwa mingi, tumeashiria baadhi ya matukio. Leo tutazungumzia saria ya Dumatu Jandal. Hii ni tofauti na ile iliyotangulia. Kuna iliyotangulia katika mwaka wa 5 ama wa mwisho wa mwaka wa 4, Dumatu Dhatil Jandal. Sehemu ni ile ile lakini matukio ni tofauti. Hii Dumatu Jandal kama tulivyosema, sehemu ni ile ile. Imekaribiana na Dimashqi takriban mwendo wa siku 5, ambao kutokana na Madina takriban ni mwendo wa siku 15 au 16. Na saria hii ilitokea mwezi wa Shaabani mwaka huu wa 6 baada ya hijra Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana Mtume alimtuma huyu Saidna Abdurrahman ibn Auf katika sehemu ama kabila laitwa Kalb, katika hiyo Dumati Jandal. Bas akaenda Saidna Abdurrahman bin Auf akawalingania katika Uislamu, wakakataa. Lakini bahati nzuri yule kiongozi wao akasilimu, akaitwa Al-Asbagh bin Amr Al-Kalbi, akasilimu. Aliposilimu huyu, mashaallah, wengi wakasilimu, alhamdulillah, wengi wakasilimu sana wengi. Lakini wakabakia kidogo, wakabaki katika ule unaswara wao. Basi wale waliobakia wakatoa jizya kwa ajili sasa ile ishakuwa ni sehemu sasa ni ya Waislamu. Wale waliobakia wakawa sasa wanatoa jizya, na huku yule Asbagh akamuozesha Saidina Abdurrahman bin Auf mtoto wake, binti yake akiitwa la ilaha illallah Tamadar bint al-Asbagh. Naam. Kisha Saidina Abdurrahman bin Auf akarudi naye Madina. Naam. Miongoni mwa matukio muhimu yaliyotokea mwaka huu ni swala ya istisqai. Baadhi ya maulama wasema huu ndo mwaka ambao swala ya istisqai ilifanywa nini, ilifundishwa, na tukafundishwa sisi Waislamu kuwa tukikosa mivua, ikiwa kutakuwa na sehemu itakuwa na ukame sana, basi tuswali swala ya nini, ya istisqa. Naam. Na swala kama hii kama tunavyojua ni uzuri mtu atoke uandani, na tutoke wakubwa kwa wadogo, tutoe mpaka wanyama wetu, na tutoke kwa nguo za kuonyesha udhalilifu kwa Allah jalla jalalu. Na kabla ya hizo siku ikiwa kuna imamu aambie watu, amrishe watu watoe sadaka, wafunge, walete toba, warudishe vitu vyote walivyodhulumu, kisha tutoke tumombe Mwenyezi Mungu ili mvua ipate kuja. Na lao mtu atafuatilia hususan katika hizi daula za Kiarabu hutokea mara nyingi, manake wao si kama kwetu. Kwetu alhamdulillah tushukuru mivua iko sana, lakini kuna sehemu wanakosa mivua sana. Kama Sham tushasikia baadhi ya mashekhe wakieleza kuwa walikuwa wakitoka sana kitambo, wakitoka sana. Miongoni mwao ni al-Imam al-Buti rahmatullah alayhi, alieleza alikuwa kitambo tukipata shida ya mvua huku twatoka na wale wazee wetu, twatoka na ile mashekhe wakubwa katoka, na tukaomba, na baada ya muda tupata alhamdulillah mivua inafanya nini, inashuka. Pia al-Yaman tasikia hivyo wakieleza. Na hivi karibuni takriban kabla ya miaka 2 au 2 na nusu hivi, pale Yaman mji hususan mji wa Tarim, watu waliswali swala ya istisqai. Naam. Na hii swala hii Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliswali, na ilikuwa katika mwezi wa Ramadhani, na maulama watuambia baada ya kuswali, baada ya muda mchache, basi Mwenyezi Mungu akawashukishia mvua. Naam. Na hivi ndio swala hili ilitiwa ama ilifundishwa katika nini, katika sheria. Naam. Miongoni mwa saria zilizotokea mwaka hunu ni saria yaitwa saria Fadak. Na kuna saria nyingine ni Ghurfa, pia hii ilitokea pale Fadak. Na kuna saria ambayo Abdullah ibn Rawaha alikwenda, pia hii ni katika saria zilizotokea. Hatutoziingia ndani manake hakuna yani utasema jambo kubwa sana lililotokea, kwa hivyo tutazitaja tu saria hizi. Kuna saria nyingine ya Uraina. Kisha saria ambayo tutaigusia kidogo ni saria ya Amr ibn Umayya ad-Damri. Hii ni saria iliyotokea, na sababu yake ni kuwa Abu Sufyan ibn Harb alikuwa amepanga kuja
kumuua bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akafanya yani huyu Abu Sufyan Abu Sufyan Sakhr bin Harb alipanga na jamaa fulani katika Makureshi uende kisirisiri wafanye nini, wamuue bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi yule alokuwa mpangiwa akaja mpaka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana mtume alipomwona yani bwana mtume akasema huyu hana yani ataka kufanya ghadri, ataka kufanya ubaya, ataka kufanya uovu. Akaja yule mpaka karibu na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini bwana mtume akasema wallahu hailun bainahu wa baina ma yuriduhu, lakini Mwenyezi Mungu atakuwa ni pingamizi, yani atakuwa ni kizuizi baina yake na baina ile analolitaka. Akaja mpaka pale na alikuwa ameficha kisu ndani ya nguo zake. Mara akaja akainama hivi, basi kile kisu kafanya nini, kikaanguka. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamshika akamwambia nyinyi mlifanya hila kadha na kadha na kadha na kadha. Basi yule mtu aliposikia yani maneno yale akasilimu alhamdulillah. Lakini pale pale bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndo akamuita yule Amr bin Umayya ad-Damari pamoja na Salama ibn Aslam al-Ansari, akamwambia sasa nendeni na mkimpata basi muueni, mkimpata mfanye nini, mumuue. Wakatoka wakaenda mpaka pale Maka. Walipofika pale Maka wakaanza kutufu, wakamuona Muawiya bin Abi Sufyan. Basi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wale Makureshi walipoona wale watu wawili wakaanza kuambizana sasa. Wakaanza kuambizana, hawa wataka kufanya mabaya sijui nini. Wale Waislamu wawili ambaye ni huyu Abdullah Amr bin Umayya na nani na Salama bin Aslam al-Ansari, waliposikia ile kuwa hawa Makureshi sasa wameanza kujijumuika kuja makundi watawashika, basi wakafanya nini, wakatoroka na wakakutana na baadhi ya makufari njiani katika yani maadui. Moja kiitwa Ubaidullah bin Malik at-Taymi, basi wakamuua. Na pia wakapata mtu mwingine lakini hawakumuua, wakamshika akawa mateka, wakarudi naye mpaka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha wakamueleza bwana mtume lililotokea, na ikawa bwana mtume yuacheka, yani manake walitoroka kule, wangeshikwa kule na ingekuwa balaa kwao. Naam. Mpaka hapa takuwa takriban muadham au mambo mingi ya huu mwaka wa 6 tushafanya nini, tushatanguliza. Lakini sasa itakuja jambo kubwa zaidi katika mwaka huu wa 6 ambao ni sulhul Hudaybiyah. Na sulhu hii na viswa vingi, matukio mingi, matukio marefu ya muhimu sana katika tarikhi ya Uislamu, na yatufundisha sana namna ya kuamiliana na wasokuwa Waislamu na namna ya kutaka nusra. Tukitaka nusra tufanyeje? Na Uislamu kweli ulienea kwa upanga ama ulienea kwa kuwa ni haki na kueleza haki. Inshallah tutazungumzia Hudaybiyah katika madarasa yatakayokuja. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.